Naam, natumai kwamba umeshinda salama popote pale ulipo msikilizaji. Hujambo na karibu. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Phyllis Mwate nikiwa Nairobi. Nami ni Skola Kisanga msikilizaji nikiwa studio zetu za Dar es Salaam, na kwa sasa tayari ni saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11:30 jioni huko Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu. Tulionayo katika Dira ya Dunia. Kiongozi wa kidini wa Iran Mojtaba Khamenei amehutubia taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu kuteuliwa kwake. Baadhi ya wakazi jijini Goma wameandamana kukashifu kile wanachokitaja kuwa mauaji dhidi ya raia baada ya mashambulizi ya jana ya ndege zisizokuwa na rubani. Ingekuwa vema wa M23 na serikali yetu wajitahidi kusikilizana, alafu kama watapigana wao kwa wao waifanye hivyo, lakini sio raia wa kawaida ndio ambaye anakuwa kabisa kama amefuatiliwa. Tume iliyoundwa kuchunguza masuala ya ardhi katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini mwa Tanzania imekamilisha kazi yake na kukabidhi ripoti kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Ni waombe wa Tanzania wenzangu kulipa kipaumbele suala la uendelevu wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro na maeneo mengine ya hifadhi. Ngorongoro ni almasi yetu Tanzania, ni mali yetu Tanzania. Na raia mmoja wa China amekamatwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta akituhumiwa kujaribu kuwasafirisha nje ya nchi kwa njia ya magendo zaidi ya siafu 2,000. Viwanjani, waziri wa Iran asema nchi hiyo haitashiriki katika kombe la dunia. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana. Naam, lakini Sarafina Robi atakuwa na kusomea taarifa ya habari. Karibu Sarafina. Asante sana Phyllis. Msikilizaji, karibu kwenye taarifa za habari za dunia ukiwa nami Sarafina Robi. Meli 3 zaidi za raia zimeshambuliwa maeneo ya Ghuba huku vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiendelea. Mtu mmoja aliuawa kwenye meli ya mafuta inayomilikiwa na Marekani katika pwani ya Iraq ambayo iliripotiwa kushambuliwa na boti ya mwendokasi isiyokuwa na rubani iliyokuwa na vilipuzi. Meli nyingine ya mafuta ilishambuliwa ikielekea katika bandari ya Iraq. Meli zote mbili ziliripoti moto kwenye bodi. Meli ya tatu ambayo ni ya China ilishambuliwa kwa kombora lisilojulikana karibu na mlango wa bahari wa Hormuz. Wafanyakazi wote wamehamishwa. Iran inaendeleza mashambulizi ya makombora dhidi ya majirani zake zikiwemo Bahrain, Oman, Dubai na Qatar. Hali tete inaendelea katika soko la mafuta baada ya mashambulizi ya hivi punde ya Iran ikilenga meli za mafuta na vifaa katika Ghuba. Zaidi na Hamida Abubakar. Bei ya mafuta ilipanda tena zaidi ya dola 100 kwa pipa kwa muda kabla ya kushuka tena. Mwanadiplomasia mkuu wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameikosoa vikali Marekani kwa kufikiria kulegeza vikwazo vya mafuta kwa Urusi, akisema hiyo itakuwa hatua mbaya kabisa. Alisema badala yake Ulaya ilikuwa ikifanya juhudi kuweka mlango wa bahari wa Hormuz wazi ili mafuta yaweze kupita. Shirika la nishati la kimataifa lilifanya uingiliaji kati wake mkubwa zaidi kwa kutokea katika soko la mafuta hapo jana siku ya Jumatano, huku wanachama wakipiga kura ya kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta kutoka kwenye hifadhi zao za dharura. Na jeshi la Israel linasema kuwa limefanya mashambulizi makubwa ya angani kwenye mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa lengo la kushambulia misingi ya utawala wake. Kile walichokitaja kuwa hatua mpya ya vita hivyo kililenga tawi la benki kongwe zaidi ya Iran inayosemekana kuwa na jukumu muhimu katika kulipa mishahara ya jeshi la Iran. Vizuizi vinavyoendeshwa na wanamgambo katika vitongoji vya makazi pia vinaonekana kuwa maeneo lengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi anasema benki hiyo ilikuwa imejaa wafanyakazi wakati iliposhambuliwa. Ameahidi kulipiza kisasi. Benki kadhaa kubwa za kimataifa katika majimbo ya Ghuba zinafunga matawi yao kama tahadhari. Mji mkuu wa Lebanon, Beirut, pia ulishambuliwa. Wakati wa usiku, jeshi la Israel lilisema lilishambulia kambi 10 za Hezbollah katika muda wa dakika 30. Milipuko mikubwa ilisikika katika vitongoji vya kusini mwa mji huo.
Umoja wa Mataifa unasema umesikitishwa na kuongezeka kwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani na anga katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi na Elizabeth Kazibure. Msemaji wa katibu mkuu Stefan Dujarric ameonya kuwa ongezeko hilo linahatarisha raia na wafanyakazi wa misaada. Haya yanajiri baada ya mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa na wengine wawili kuuawa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia jengo moja katika mji wa Goma. Ripoti ya ufuatiliaji inasema mwezi Februari ilishuhudia idadi kubwa zaidi ya mashambulizi ya angani katika eneo hilo, ikiwa ni pamoja na shambulio la ndege isiyo na rubani ya jeshi ambayo ilimuua msemaji wa jeshi la waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda pamoja na viongozi wake kadhaa. Na watu takriban 40 wameuawa wakati ndege isiyo na rubani iliposhambulia lori lilokuwa likiwasafirisha waombolezaji kuelekea msibani katika jimbo la Kordofan Magharibi nchini Sudan. Vyanzo vya matibabu vinasema wengi wa waathiriwa ni wanawake na watoto. Haijabainika ni nani aliyefanya mashambulizi haya katika eneo la makazi la Arawaga. Sehemu kubwa ya eneo la Kordofan hivi majuzi limeshuhudia mapigano makali kati ya jeshi na vikosi vya Rapid Support Forces, huku mashambulizi ya karibu kila siku ya ndege zisizo na rubani yakiripotiwa kuua makumi ya watu. Hii ni BBC. Msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Sarafina Robi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yanakujia kwako kupitia FM na redio wa shirika mbalimbali. Kama uko nchini Kenya, unaweza kutupokea kupitia Mwanedu FM, Most FM, County FM, Nyota FM, Pamoja FM, lakini vile vile Gulf Radio. Nchini Tanzania, Abud FM, Radio Kwizera, Radio 1, CGFM, Classic FM, Lolionde FM, lakini kule Zanzibar ni Zenji FM. Lakini kama uko nchini Uganda, unaweza kututegea sikio kupitia Radio Lira, Radio Paida, Voice of Karamoja, Radio Chitara, Voice of Muhabura ama Voice of Busoga. Na wale walioko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi mnaweza kutusikiliza kupitia Radio Muungano Beni na Lizadil Radio. Lakini matangazo haya vile vile yako kwenye tovuti yetu ambayo ni BBC Swahili, na kwenye ukurasa wetu wa Facebook mubashara BBC News Swahili. Karibu. Leo uko na Phyllis Mwote na mwenzangu ni Skola Kisanga. Karibu Skola. Na asante na karibu msikilizaji kwa mara nyingine tena, na tuangazie taarifa mbalimbali, tukianza na taarifa yetu kuu ambapo kiongozi wa kidini wa Iran Mojtaba Khamenei amehutubia taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu alipoteuliwa. Kwenye hotuba yake iliyotolewa kupitia runinga ya taifa hilo, amesema kwamba jeshi la mapinduzi la Iran ni sharti lihakikishe kwamba mlango bahari wa Hormuz umefungwa. Hata hivyo, hotuba hiyo ilisomwa na mtangazaji wa kituo na kutotoa maelekezo yoyote kuhusu afya ya kiongozi huyo. Aidha, amesema Iran italipiza kisasi cha damu ya watu wake na kuendelea kufunga mlango bahari wa Hormuz. Na Steha Muhammad huyu hapana taarifa zaidi. Ni majuma mawili sasa tangu vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran kuzuka, huku Israeli katika shambulizi la hivi karibuni ya anga ikilenga mji mkuu wa Iran, Tehran, kwa lengo la kutaka mabadiliko ya utawala nchini Iran. Hata hivyo, hii leo kiongozi mpya wa nchi hiyo Mojtaba Khamenei ametoa taarifa kwa shirika la habari la Iran. Katika taarifa hiyo, Mojtaba amemuomboleza baba yake ambaye aliuawa mwanzoni mwa mashambulizi ya Marekani na Israeli. Aidha, alitoa wito wa pamoja kwa mataifa jirani waungane dhidi ya alichokitaja kuwa maadui wao. Iran inashikilia msimamo wake kwamba nchi hiyo itaendelea kujilinda dhidi ya mashambulizi yoyote. Wakazi wa Iran wameelezea masaibu yao ya kila siku chini ya mashambulizi kutoka Israel. Hali ni mbaya sana na ya kutisha. Asubuhi, mchana na jioni tupo chini ya mashambulizi. Hakuna mtandao, umekatwa na kupata huduma hiyo ni saa chache tu. Hakuna dawa na madaktari wengi hawapo. Kulala kwangu kunategemea sauti za mabomu. Naenda kulala au kupumzika saa 12 au 11 asubuhi na kuamka saa 8 kwenda nje kununua chakula, lakini mjini hakuna watu. Waziri wa ulinzi wa Israel Katz alisema mzozo huu utaendelea kwa muda mrefu iwezekanavyo na hadi malengo yote ya operesheni ya pamoja ya Israel na Marekani yatakapotimia. Haya ni kulingana na shirika la habari la Reuters na The Times of Israel.
Aidha, wizara ya afya ya Israeli imesema katika taarifa yake ya hivi punde kwamba watu 179 wamejeruhiwa nchini humo katika muda wa saa 24 zilizopita kutokana na mashambulizi ya Iran. Kwa mjibu wa ripoti hii, tangu kuanza kwa vita vya Israeli na Marekani na Iran, watu 2745 wamejeruhiwa nchini Israel, ambapo 85 bado wamelazwa hospitalini. Wakati huo Iran imeendelea kujibu mashambulizi ya Israel ya hivi karibuni yakitokea katika nyumba moja katika jamii iliyoko katikati mwa Israel, nyumba hiyo ikiharibiwa vibaya na shambulio la hivi punde la Iran dhidi ya Israel mapema hii leo, ambapo mwanamke mmoja na mume wake walinusurika. Picha za satellite zinaonyesha moshi mwingi uliosababishwa na mashambulizi ya ghala ya mafuta na mitambo ya kusafishia mafuta ukienea kote Tehran Jumatatu, huku shirika la afya duniani WHO likionya kwamba mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta yanaweza kusababisha hatari kubwa za kiafya kwa wakazi. Tangu mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran yaanze tarehe 28 Februari, BBC Verify imeweza kudhibitisha mashambulizi dhidi ya vituo 4 vya mafuta karibu na mji mkuu wa Iran, Tehran. Wakazi walisema moshi na uchafuzi wa mazingira vimezuia jua na kuacha harufu kali ya kuugua katika sehemu za jiji, huku wataalamu wakionya kuwa kiwango cha uchafu kinaweza kuwa ambacho hakijawahi kutokea. Kuongezeka kwa uchafuzi wa hewa kunaonekana kujikita karibu na maeneo ya mafuta yaliyoharibika yaliyo karibu na mji mkuu, mji wenye takriban wakaazi milioni 10, huku mamilioni zaidi wakiishi katika maeneo yanayozunguka. Vita vilivyoanzishwa na mashambulizi ya pamoja ya anga ya Marekani na Israel dhidi ya Iran karibu wiki 2 zilizopita hadi sasa vimesababisha vifo vya takriban watu 2000 na kuleta taharuki katika masoko ya nishati duniani pamoja na sekta ya usafiri. Mzozo huo umeenea kote Mashariki ya Kati. Wakati huo huo, jeshi la Israeli limefanya mashambulizi makubwa katika mji wa Beirut, hasa katika ngome ya kundi la Hezbollah, huku watu kadhaa wakipoteza maisha yao. Kundi la Hezbollah nalo lilirusha roketi kwa upande wa Israeli. Israeli imesema kwamba itaongeza mashambulizi yake ya mabomu dhidi ya Hezbollah. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC. Namna bei ya mafuta inabadilika katika masoko ya mafuta baada ya mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran dhidi ya meli za kubeba mafuta na miundombinu katika eneo la Ghuba. Sasa bei ya mafuta ghafi ilipanda tena na kupindukia ama kuvuka dola 100 kwa pipa kwa muda mfupi kabla ya kushuka tena kidogo. Hii ni mara ya pili tangu mgogoro huo uanze karibu wiki 2 zilizopita, ambapo bei ya mafuta imevuka dola 100 kwa pipa, ingawa mabadiliko ya leo hayakuwa makubwa kama yale yaliyoonekana siku ya Jumatatu. Zaidi na Sarafina Robi. Kumekuwa na mashambulizi zaidi ya meli maeneo ya Ghuba. Bei ya mafuta imepanda tena licha ya majaribio ya kimataifa ya kuangazia usambazaji wa mafuta, huku vita vikiendelea Mashariki ya Kati. Ila akizungumza na watu wanaomuunga mkono mjini Kentucky hapo jana, Rais wa Marekani Donald Trump alisema uamuzi wa jana wa nchi 32 wa kutoa akiba ya mafuta utapunguza kwa kiasi kikubwa bei ya mafuta. Mapema siku hiyo alipokuwa akitembelea biashara huko Cincinnati, Trump alitaja kushuka kwa bei ya mafuta kwa swala la kivita. Nafurahia kuripoti kwamba mapema leo shirika la kimataifa la nishati limekubali kutoa mapipa milioni 400 kutoka kwa hifadhi mbalimbali za petroli. Hatua hii itapunguza bei ya mafuta tunapomaliza tishio hili kwa Marekani na ulimwengu kwa jumla. Hatutaki kuondoka mapema, tunapaswa kumaliza kazi vizuri. Lakini bei ya mafuta tayari inashuka na itarudi chini. Hatutaondoka hadi kazi ikamilike, na itakuwa haraka sana. Baadaye alisema Marekani itaangazia zaidi mlango wa bahari wa Hormuz na kuongeza kuwa njia ziko katika hali nzuri. Tumelenga boti zao zote, wanayo makombora lakini si mengi. Bei ya mafuta imepanda leo hii siku ya Alhamisi, huku Iran ikizidisha mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta na usafiri katika eneo la Mashariki ya Kati, na hivyo kuzua hofu ya mzozo wa muda mrefu na matatizo ya usambazaji wa mafuta kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Msemaji wa jeshi la Iran anasema katika kauli anayoelekezea Marekani, mwanzo wa nukuu, "Jitayarisheni kwa mafuta kuwa
dola 200 kwa pipa kwa sababu bei ya mafuta inategemea usalama wa kikanda ambao umevurugwa. Mwisho wa nukuu. Hakuna dalili za kumalizika kwa vita katika Ghuba, na kwa sababu hiyo hakuna mwisho wa matatizo ya usambazaji wa mafuta kwenye mlango wa Hormuz, kwa mujibu wa wachambuzi wa ING. Njia pekee ya kuona bei ya mafuta ikishuka ni kuwezesha mafuta kupita kwenye mlango wa Hormuz. ING ilisema kushindwa kufanya hivyo kuna maanisha kuwa bei ya juu ya soko itasalia kuwa juu. Meli mbili za mafuta za kigeni zilizokuwa zimebeba mafuta ya Iraq zilishambuliwa na watu wasiojulikana katika eneo la maji ya Iraq na kushika moto. Mkurugenzi mkuu wa kampuni ya pamoja ya ufuo Farhan Al-Furtusi aliambia Reuters uchunguzi wa awali kutoka kwa maafisa usalama wa Iraq ulionyesha boti zilizokuwa na vilipuzi kutoka Iran zikishambulia meli hizo mbili za mafuta. Shirika la kimataifa la nishati limekubali kutoa mapipa milioni 400 ya mafuta ili kusaidia kudhibiti bei ambayo imepanda baada ya vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kuzuka. Marekani inachangia sehemu kubwa ya kutolewa kwa mapipa hayo ya milioni 172 kutoka kwa hifadhi ya petroli ya kimkakati. Shirika la ndege la Air New Zealand linasema litapunguza kwa 5% ya safari zake za ndege au takriban huduma 1100 hadi mwanzoni mwa mwezi Mei, wakati vita vya Iran vikisababisha bei ya mafuta ya ndege kupanda na kutatiza usafiri hata katika maeneo ya vijijini maelfu ya maili kutoka eneo la vita. Shirika hilo la ndege la New Zealand liliongoza mashirika mengine ya ndege ikiwa ni pamoja na Qantas Airways ya Australia, SAAS ya Scandinavia na Thai Airways katika kutangaza kupanda kwa nauli wiki hii na kulaumu kupanda kwa ghafla kwa gharama ya mafuta ambayo imetatiza sekta ya usafiri kwa ndege duniani. Mzozo wa Mashariki ya Kati umelazimisha mashirika mengi ya ndege kuahirisha safari za kwenda na kutoka eneo hilo au kutumia njia mbadala. Hii ni kwa sababu ya ndege isiyo na rubani na moto wa kombora ambao umepunguza sana safari za ndege na kusababisha shida kubwa zaidi katika sekta ya usafiri wa ndege tangu kuzuka kwa mzozo huu. Sarafina Robi, Dira ya Dunia, BBC. Na katika kipindi cha hivi karibuni macho ya dunia yameelekezwa zaidi kwenye vita vya Urusi na Ukraine, lakini hivi karibuni zaidi vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, wakati dunia inazingatia migogoro hiyo ama mgogoro huu kwa sasa, kuna vita na migogoro mingine inayoendelea katika maeneo mbalimbali ambayo haipati umakini sawa wa kimataifa. Dr. Nicodemus Minde ni mchambuzi wa masuala ya siasa, na awali amenieleza ni kwa nini migogoro mingine inaangaziwa zaidi na mingine kusahaulika. Hii inatokana na ule ubavu hizi nchi kwenye anga ya kimataifa, kwani ni nchi kubwa ambazo zina ushawishi mkubwa, lakini pia ukiangalia wahusika ambao wanahusika katika vita hivi ni mataifa yenye nguvu na ushawishi mkubwa kwenye anga za kimataifa. Kwa ukiangalia hata wale ambao wanasapoti ama kuikashifu labda hivi vita vya Ukraine na Urusi ni mataifa makubwa kama Marekani pamoja na miungano kama ya NATO au Umoja wa Ulaya. Kwa unaona kwa kiasi kikubwa inapewa uzito kuliko migogoro mingine. Kwa mtazamo wa diplomasia, kuna hatari kwamba migogoro mingine ya kibinadamu inaweza kusahaulika wakati dunia inazingatia sasa hivi vita ambavyo vinaonekana kwamba ni vikubwa? Bila shaka hivyo, mara nyingi inatokeaga hivyo kwenye anga za kidiplomasia, na pia tunaita kwa lugha ya kitaalamu kwamba ni ule uhusiano wa kimataifa, yani international relations, kwamba vita ama migogoro ambayo inachipuka ndio inapewa kipaumbele kuliko na migogoro ambayo ilikuwa hapo awali na inasaulika. Tuchukue tu mfano wa mgogoro ambao unaendelea kwa sasa wa Iran dhidi ya mataifa ya Israel pamoja na Marekani. Kwa hiyo tunaona kwamba ule mgogoro wa Urusi na Ukraine kwa sasa ni kama umepewa kisogo kutokana na kwamba hauzungumzii kwa kiasi kikubwa, na pia kuna mgogoro mwingine ambao ni ule mgogoro wa Israel na huko Gaza ambao bado unaendelea kugharimu maisha ya Palestina wengi. Kwa unaona inasaulika, na sio tu kwa mabara ya Ulaya lakini hata kwa Afrika, kwamba hata vita kwa mfano kama vya Sudan vimeanza kusaulika, vita vya mashariki mwa Kongo pia vinasaulika, na pia kuna migogoro mingine midogo ambayo inatokea huko labda huko Sahel, Afrika Magharibi. Ukiangalia kuna migogoro mingine Afrika ya Kati na nini, bado haipewi kipaumbele kwenye vyombo vya kimataifa na vyombo vya habari kwa ujumla. Unadhani jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya nini ili kuhakikisha
kuhakikisha hii migogoro ambayo umetaja, Sudan, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, haipuuzwi? Nadhani sio tu juhudi za jumuiya ya kimataifa, bali mashirika ya kimataifa, kwa mfano Umoja wa Mataifa ambao ni jukumu lake kubwa ni kuangazia masuala ya umoja pamoja na usalama. Ni vizuri kwamba iendelee kushinikiza kupitia vyombo mbalimbali na mashirika ambao yanasimamia migogoro, ili migogoro iweze kupata usikilizo na kutatuliwa kikubwa, na sio tu kuachia mataifa yenye nguvu kujadili mambo hayo. Tunaona mfumo wa kimataifa sasa ukiipa thamani zaidi maslahi ya kisiasa kuliko majanga ya kibinadamu. Ndiyo, na hii inatokana pia na kwamba dunia imebadilika kwa kiasi kikubwa. Tunaona kwamba mambo ambayo yanazungumziwa kwa kiasi kikubwa ni mabavu, yani power, na sio athari ambazo zinatokana na vita, ambayo tunaona kwamba watu wengi wanapoteza maisha yao. Tunaona kuna athari kubwa kwenye masuala ya uchumi, kwenye masuala ya kijamii. Kwa hiyo anaanza kupuuzwa, na tunaangazia sana labda ni taifa gani lina nguvu, ni wametumia silaha gani ambayo ni ya kisasa zaidi. Kwa hiyo ndio imekuwa kama jadi, lakini pia mimi naona hii inatokana na kwamba mataifa yenye nguvu yamepata viongozi ambao kwa kiasi kikubwa wanadharau masuala ya kijamii na kiuchumi, na kuangazia sana masuala ya kimabavu, yani kuliko kuangazia ni maslahi ya wananchi pamoja na watu kwa ujumla. Ikiwa vita, mfano ule mgogoro wa Urusi na Ukraine, ama hivi vya Marekani na Israel dhidi ya Iran, vitaendelea kwa muda mrefu. Sasa hilo linaweza kubadilisha vipi mwelekeo wa diplomasia ya kimataifa? Nadhani diplomasia ya kimataifa imeathirika sana kutokana na kwamba tunaona kupuuzwa kwa ile sheria ya kimataifa, kwani jumuiya ya kimataifa ni jumuiya ya nchi zilikuwa zimekubaliana kufuata sheria ya kimataifa, yani kutotumia mabavu kwa mfano, ama kwenda kuvamia nchi ambayo labda inaonekana ni huru. Kwa kulikuwa kuna kama sheria ambazo zimewekwa na ambazo zinazingatiwa, lakini kwa siku za hivi karibuni tunaona kwa kiasi kikubwa dhana hii ya kuheshimu sheria ya kimataifa imeanza kupuuzwa, na tunaona kabisa kuelekea mbele itaendelea kuwa hivi. Lakini mimi nashauri umuhimu wa mashirika ya kimataifa, kwa mfano Umoja wa Mataifa ambao jukumu lake kubwa ni kuzingatia masuala ya amani na utulivu pamoja na kuleta ile amani katika dunia, ichukue nafasi yake ambapo kwa kiasi kikubwa imeanza kupotea. Nicodemus Minde, mchambuzi wa masuala ya siasa, kama alipozungumza hapo na mwenzangu Phyllis Mwote. Sasa raia mmoja wa China amekamatwa katika uwanja mkuu wa ndege wa Kenya akituhumiwa kujaribu kuwasafirisha nje ya nchi kwa njia ya magendo zaidi ya siafu 2,000. Sasa unafukuza siafu, mwenzio alikuwa anawapeleka huko. Zhang Kenkung alikamatwa wakati wa ukaguzi wa usalama katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, yani JKIA, katika mji mkuu Nairobi, baada ya mamlaka kugundua shehena kubwa ya siafu hai katika mizigo yake ambayo kwa anaibeba akielekea China. Hebu tumsikilize Agnes Penda na taarifa zaidi hapa. Bado hajajibu tuhuma hizo, lakini wachunguzi waliambia mahakama kwamba alihusishwa na kundi la usafirishaji haramu wa siafu ambalo liligunduliwa na kuvunjwa nchini Kenya mwaka jana. Siafu hao wanalindwa chini ya mikataba ya kimataifa ya uhifadhi wa bayoanuai na biashara yao inathibitiwa kwa ukali. Mwaka jana shirika la wanyamapori la Kenya KWS lilionya kuhusu kuongezeka kwa mahitaji ya siafu hao. Wanajulikana kisayansi kama mesocephalots barani Ulaya na Asia, ambapo watu wanaowakusanya huwafuga kama wanyama wa kufugwa majumbani. Mwendesha mashtaka wa serikali aliambia mahakama siku ya Jumatano kwamba Zhang alikuwa amefunga baadhi ya siafu hao katika mirija maalum maarufu kama test tubes, huku wengine wakiwa wamefichwa ndani ya mirija ya karatasi iliyokuwa imefichwa kwenye mizigo yake. Ndani ya mizigo yake binafsi kulipatikana siafu 1948. Mwendesha mashtaka aliomba mahakama iruhusu vifaa vya kielektroniki vya mshukiwa, yani simu na kipakatalishi, kuchunguzwa kitaalamu. Afisa mwandamizi wa shirika la wanyamapori nchini Kenya, Duncan Juma, aliambia BBC kwamba huenda watu zaidi wakakamatwa, huku wachunguzi wakichanua uchunguzi wao katika miji mingine ya Kenya ambako inashukiwa uvunaji wa siafu hizo unaendelea. Mei mwaka jana, mahakama ya Kenya iliwahukumu wanaume 4 kifungo cha mwaka mmoja jela au kulipa faini ya dola 7,700 kwa kujaribu kusafirisha kwa magendo maelfu ya siafu waliokuwa hai kutoka nchini humo katika kesi ya kwanza aina yake. Washukiwa hao 4, raia 2 wa Belgiji, mmoja wa
Vietnamu na Mkenya mmoja walikiri mashtaka baada ya kukamatwa katika kile ambacho shirika la wanyamapori la nchi hiyo lieleza kama operesheni iliyoratibiwa kwa kutumia taarifa za kiintelijensia. Wabelgiji hao waliambia mahakama kwamba walikuwa wakikusanya siafu hao wanaotafutwa sana kama burudani tu kupitisha muda na kwamba hawakujua kuwa ni kinyume cha sheria. Wachunguzi sasa wanasema Zhang ndiye aliyekuwa kinara wa mtandao huo wa usafirishaji haramu, lakini inaonekana alitoroka Kenya mwaka jana akitumia pasipoti tofauti. Mahakama imeruhusu waendesha mashtaka kumshikilia kwa siku 5 ili kuwapa wapelelezi muda wa kufanya uchunguzi zaidi. Shirika la wanyamapori nchini Kenya KWS, ambalo mara nyingi hujulikana kwa kulinda wanyama wakubwa kama simba na tembo, lieleza hukumu ya mwaka jana kama kesi ya kihistoria. Siafu waliokamatwa mwaka jana walikuwa siafu wakubwa, na KWS ilisema ni muhimu kwa mazingira, ikibainisha kwamba kuondolewa kwao katika mfumo wa ekolojia kunaweza kuharibu afya ya udongo na bayonuai. Inaaminika kwamba walikusudiwa kupelekwa katika masoko ya wanyama wa kipekee na kufugwa barani Ulaya na Asia. Haya, ukisema cha nini wenzako wajiuliza tukipata lini hiki. Taarifa hiyo msikilizaji ya kwake Agnes Penda. Tovuti yetu pia ina taarifa mbalimbali, unaweza ukapita hapa ukasoma taarifa nyingi zinazopatikana hapa, ikiwemo hii kukamatwa, shutuma, madai dhidi ya familia ya Mugabe baada ya kupoteza madaraka. Taarifa hii inapatikana hapo katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Na sasa mimi na Phyllis Mwatetu na mezamate tunampisha Ive Buchana na habari za michezo. Twenzetu. Barabara kabisa, tuanze na kombe la dunia. Iran haipo katika nafasi ya kushiriki katika kombe la dunia la mwaka huu, anasema waziri wa michezo na vijana wa nchi hiyo Ahmad Doniamali. Timu hiyo imepangiwa kucheza mechi 3 za makundi katika michuano hiyo inayofanyika nchini Marekani, Canada na Mexico, na inayotarajiwa kuanza Juni tarehe 11. Iran inapaswa kumenyana na New Zealand na Ubelgiji mjini Los Angeles mnamo Juni 15 na 21 mtawalia, na Misri mjini Seattle mnamo Juni 26. Lakini ushiriki wao umekuwa na shaka tangu Marekani na Israel zilipofanya mashambulizi nchini humo. Mapema jana, rais wa FIFA Gianni Infantino alisema rais wa Marekani Donald Trump alimwambia kuwa Iran inakaribishwa kushindana katika fainali hizo za msimu huu wa joto. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa timu iliyofuzu kujiondoa tangu miaka mingi. Sasa ni ligi ya mabingwa Ulaya. Arsenal yaangushwa na silaha yake yenyewe ya mipira ya kutenga set pieces, huku rekodi yao ya ushindi wa 100% ikifikia kikomo. Na nyinyi pia mnafanya hivyo Hayo yalikuwa maneno ya kocha wa Arsenal wa mipango ya mipira ya kutenga set pieces Nicolas Jova kwenda kwa kocha wa Bayer Leverkusen Kasper Hjulmand baada ya timu hiyo ya Ujerumani kupata bao la kuongoza kupitia kona katika mchezo wa kwanza hatua ya 16 bora ya ligi ya mabingwa. Leverkusen walifunga bao hilo baada ya kukaribia kufanya hivyo sekunde chache kabla kupitia mbinu iliyopangwa vizuri tangu kwanza kwa kipindi cha pili, ambapo kipa David Raya alipangua mpira wa kichwa wa Martin Terrier na kuwa kona. Kutokana na mpira huo uliopigwa na Alex Grimaldo, nahodha Robert Andrich aliachwa wazi na kufunga kwa kichwa. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa washika bunduki wa London Arsenal kuwa nyuma kwa mabao katika msimu huu wa ligi ya mabingwa kabla ya Kai Havertz kukomboa bao hilo katika dakika ya 89. Kauli ya Jova kwa Hjulmand pia ilichochewa na malalamiko ya kocha huyo wa Leverkusen kuhusu jinsi Arsenal wanavyotumia nguvu zao kwenye kona ili kupata faida. Wakati huo kichapo kikali cha Real Madrid dhidi ya Manchester City kimedhihirisha saa 24 ambapo sifa ya ligi kuu ya England kujitangaza kama ligi bora zaidi duniani ilipata pigo kubwa. City wana kazi nzito mbeleni baada ya kupata kipigo hicho, kama cha Spurs ambao walipoteza 5-2 dhidi ya Atletico Madrid mjini Madrid saa 24 mapema. Hat-trick nzuri ya Federico Valverde katika kipindi cha kwanza inaiweka Real Madrid nafasi nzuri wakiwa na faida ya mabao 3 bila kabla ya mchezo wa marudiano wa hatua ya 16 bora. Hii inakamilisha mfululizo wa matokeo ya kushtua kwa timu za Premier League ambazo zote zina kazi kubwa ya kufanya
kufanya ili kusalia kwenye michuano hiyo mikubwa ya Ulaya. Chelsea walisambaratika katika kipindi cha pili na kufungwa kwa idadi sawa ya mabao kama Spurs mikononi mwa mabingwa watetezi Paris Saint-Germain, huku Liverpool ikipoteza 1-0 dhidi ya Galatasaray. Arsenal na Newcastle zilitoka sare dhidi ya Bayer Leverkusen na Barcelona mtawalia. Mara ya mwisho kwa timu zote za England kushinda mechi zao za kwanza za hatua 16 bora ilikuwa msimu wa 2022-2023. Katika matokeo mengine, safari ya ajabu ya Bodo Glimt katika ligi ya mabingwa Champions League imeendelea, huku Sporting wakisambaratishwa katika mchezo wa kwanza nchini Norway. Bodo walishindwa kushinda mchezo wote kati ya mechi 6 za kwanza za ligi ya mabingwa, lakini walipata ushindi wa kustajabisha dhidi ya Manchester City na Atletico Madrid na kufanikiwa kuingia hatua ya mchujo dhidi ya washindi wa pili wa msimu uliopita Inter Milan, na kisha wakawafunga mabingwa hao mara 3 nyumbani na ugenini. Nikamilishe na tennis. Mwingereza Jackie Draper ameonyesha upinzani mkali na kumshinda Novak Djokovic ili kutinga hatua ya 4 ya michuano ya Indian Wells, matokeo ambayo anaamini yanaweza kuwa wakati mkubwa sana katika msimu wake. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana. Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni ya leo. Kiongozi wa kidini wa Iran Ayatollah Mujtaba Khamenei amehutubia taifa hilo kwa mara ya kwanza tangu alipoteuliwa kuongoza taifa hilo. Baadhi ya wakazi jijini Goma wameandamana kukashifu kile wanachokitaja kuwa mauaji dhidi ya raia baada ya mashambulizi ya jana ya ndege zisizokuwa na rubani. Na tume iliyoandaliwa kuchunguza masuala ya ardhi katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha imeshakamilisha kazi yake na imemkabidhi rasmi ripoti Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni BBC. Matangazo haya ni ya jioni ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili. Nenda katika vipindi vya redio, ukibofya pale itakuletea Dira ya Dunia na Amka na BBC. Ukitaka kutusikiliza wakati huu utabofya kwenye Dira ya Dunia na moja kwa moja utaenda katika matangazo ya Dira ya Dunia leo tarehe 12 Machi mwaka 2026. Basi na hapo utaweza kutusikiliza popote pale ulipo. Kadhalika pia na redio wa shirika mbalimbali Afrika Mashariki na eneo la kule Afrika ya Kati. Jioni huko na Miskola Kisanga nikiwa studio za Dar es Salaam Tanzania. Mwenzangu Nairobi nchini Kenya ni Phyllis Mwote. Mashambulizi ya anga ya usiku kucha yameua watu kadhaa huko Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jiji ambalo linadhibitiwa na kundi la waasi wa M23 ama M23. Mashahidi wanasema jengo la makazi linalohifadhi wafanyakazi wa shirika la Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa limeshambuliwa kwa ndege isiyokuwa na rubani asubuhi ya Jumatano. Baadhi ya mashambulizi hayo, wakazi walijitokeza barabarani kukashifu kile wanachokieleza kuwa mauaji dhidi ya raia. Waandamanaji hao pia wametaka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati haraka ili kukomesha ghasia hizo na kuwalinda raia. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametutumia taarifa ifuatayo. Ndivyo baadhi ya raia walivyoandamana hii leo jijini Goma, siku moja tu baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani dhidi ya mji wa Goma. Shambulio ambalo liligharimu maisha kadhaa, kiwemo mfanyakazi wa Umoja wa Mataifa anayefanya kazi na shirika linalowahudumia watoto ulimwenguni la UNICEF. Baadhi ya wakazi wa Goma walijitokeza kwa wingi mitaani kuonyesha hasira zao. Wakazi wa Goma wamelaani vikali ukiukaji wa mara kwa mara wa usitishaji mapigano unaofanywa pamoja na vita vinavyoendelea. Kwa wakazi wa Goma, shambulio dhidi ya jiji lenye watu wengi, mauaji ya Wakongo na kifo cha mfanyakazi wa mataifa ni ushuhuda zaidi wa kutokuwajibika na hatari ya kuyumba kwa utawala. Wakati wa maandamano hayo yaliyopelekea kutokuendesha shughuli jijini Goma, waandamanaji walipaza sauti nyingi kukemea sera ya ghasia, uchochezi na kukimbia ovyo ovyo chini ya uongozi wa mamlaka ya kitaifa pamoja na mateso wanayoyapitia. Leo hii tumefanya maandamano ya amani
tunataka amani. Twalomba Tshisekedi aache bila kutupa mabombe musie basivile. Baikale batafute solution hapo peke. Si tuko raia. Vyabo vya kisoda bituone. Tunalala vizuri. Krize ndio natuua. Na tunazipenda kabisa tuone kai krize itatuondokea namna gani. Hata leo tuko hivi ni kwa ajili ya chama. Krize tu. Krize ni hatari. Kazi zinakosekana, make wasomeri wako wa mingi mkartie. Upande wa M23 umeshutumu serikali ya Felix Tshisekedi kwa mara nyingine tena imeonyesha kutozingatia kabisa sheria ya kimataifa ya kibinadamu kwa kulenga maeneo yenye wakazi wengi ya mstari wa mbele na kuwaweka watu wasio na hatia kwa makusudi kifo na ugaidi. Saa chache tu baada ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani yaliyojitokeza jijini Goma katika jimbo la Kivu Kaskazini, serikali ya Kongo ilithibitisha dhamira yake ya kufanya kazi na Umoja wa Mataifa na washirika wake wote kubaini ukweli. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyopokelewa Jumatano Machi 11, afisa mkuu wa taifa alionyesha kuwa alikuwa amefahamu mlipuko iliyosababisha kupoteza maisha ya binadamu pamoja na uharibifu mkubwa wa mali katika jiji hilo la Goma. Kwa hayo, mashirika ya kiraia pia yanasemaje dhidi ya mashambulizi hayo? Moise Le Philosophe ni mmoja wa vijana wanaopigania mabadiliko na utawala bora nchini Kongo. Ingekuwa vema wa M23 na serikali yetu wajitahidi kusikilizana, alafu kuheshimu mikataba na kusitisha kwa mapambano, na pia kujitahidi kutokuathirisha raia wa kawaida. Wapambanaji kama watapigana wao kwa wao waifanye hivyo, lakini sio raia wa kawaida ndio ambaye anakuwa kabisa kama amefuatiliwa. Katika taarifa iliyotangazwa kwa umma Jumatano hiyo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto ulimwenguni UNICEF ilieleza kukerwa kwake kufuatia kifo cha Karin Busen wakati wa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani huko Goma. Shirika hilo la Umoja wa Mataifa limewaelezea marehemu kama mtu aliyejitolea kutoa misaada ya kibinadamu, akifanya kazi bila kuchoka kusaidia watoto na familia zilizoathiriwa na migogoro. Nao wachambuzi wa masuala ya usalama, Sylvain Kune akiwa mmoja wao, hapa ameelezea hisia zake. Tunaona kwamba hii vita inafanana kuendelea, sababu pande zote wanakuwa na unafiki. Kunapokuwa kile mwingine anasema ni mwingine, kunakuwa kile mwingine anasema ni mwingine. Kitu kubwa sana kwa pande zote, wafupishe, waache kulaumiana. Hatutaki hii ya kusema ilitoka wapi, nani alitupa. Ya muhimu zaidi ni amani. Mapema mwezi Machi, Marekani ilitangaza vikwazo dhidi ya jeshi la Rwanda kwa sababu za uungaji mkono wake kwa M23. Wakati ikikanusha kutoa msaada wa kijeshi kwa M23, Rwanda inasisitiza kuwa inakabiliwa na tishio lililopo linalohusishwa na kuwepo mashariki mwa DRC makundi yenye silaha yanayohusishwa na mauaji ya kimbari ya Watutsi mwaka wa 1994. Chube Ngorombi, Dira ya Dunia, BBC, Goma. Na tume iliyoundwa kuchunguza masuala ya ardhi katika wilaya ya Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini magharibi mwa Tanzania, pamoja na zoezi la uhamiaji wa hiari wa wakazi kutoka eneo hilo, imekamilisha kazi yake na imekabidhi rasmi ripoti kwa Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Makabidhiano ya ripoti hiyo yamefanyika katika Ikulu ya Dodoma, ambapo Rais amesema kwamba matokeo na mapendekezo ya tume yanaweza kuibua maoni mseto miongoni mwa jamii kutokana na uzito na unyeti wa swala hilo. Ronald Sonyo anaripoti kutoka Dodoma. Miezi kadhaa iliyopita, maelfu ya wakazi wa jamii ya Kimaasai katika eneo la Ngorongoro mkoani Arusha kaskazini magharibi mwa nchi walionekana wakijiandaa kuhama kutoka maeneo hayo kwenda katika kijiji cha Msomera mkoani Tanga na maeneo mengine. Hatua hiyo ilikosolewa na baadhi ya taasisi za kutetea haki za binadamu ndani na nje ya Tanzania na kueleza wasiwasi kuhusu uwezekano wa ukiukwaji wa haki za binadamu wakati wa utekelezaji wa zoezi hilo. Kwa wakati huo, serikali ya Tanzania ilisisitiza kuwa uhamaji huo ulikuwa wa hiari na ulifanyika kwa kushirikisha taasisi husika za serikali pamoja na wakazi wa eneo hilo, na kutetea uamuzi wake kuwa lengo ni kulinda eneo la hifadhi na rasilimali za ardhi ndani ya Ngorongoro.
Kutokana na mjadala huo ulioibuka ndani na nje ya nchi, serikali iliunda tume maalum ya kuchunguza mwenendo wa zoezi hilo. Na hii leo katika ripoti yake iliyokabidhiwa Ikulu jijini Dodoma, mwenyekiti wa tume hiyo Mhandisi Musa Iyombe alisema kulikuwa na baadhi ya ukiukwaji katika vipengele fulani wakati wa utekelezaji wa zoezi la uhamaji. Tume ina maoni kuwa uamuzi wa kujenga nyumba kwa wakati huo ulikuwa sahihi. Hata hivyo, imebainika kuwa utekelezaji wake ulikuwa na dosari zinazohitaji kufanyiwa kazi. Serikali isitishe uamuzi wa kujenga nyumba kwa ajili ya wananchi wanaohamia katika eneo la Msomera, Kitwaibii na Sauni. Badala yake itoe kiasi cha fedha ambacho kitakuwa kimejadiliwa na kukubalika ili wananchi waweze kuondoka kwa hiari na kwenda kujenga nyumba kuendana na mila na desturi zao. Hata hivyo, tume hiyo ilitoa mapendekezo kadhaa ikisisitiza kuheshimiwa kwa mila na desturi za jamii husika. Iyombe tena, jamii hizi za wafugaji, mwanaume ndio anayemiliki boma, mwanamke ndio anayejenga nyumba na yeye, kwa hiyo ndio kaya yenyewe ni lazima iwe ni mwanamke. Kwa hiyo hofu ni kwamba mtu anahama na wake zake watatu, kwa hiyo ni kaya tatu zinahama. Akifika kule anakopelekwa anakuta ni nyumba moja ambayo sasa anashangaa atampa mke yupi kati ya wale. Kwa hii inakuwa tayari inatuletea mgogoro. Akizungumza wakati wa kupokea ripoti hiyo katika hafla iliyofanyika Ikulu ya Dodoma, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema mapendekezo yaliyotolewa na tume huenda yakaibua mawazo mseto miongoni mwa jamii. Ndugu zangu, ninatambua kwamba mchakato wa utekelezaji wa baadhi ya mapendekezo yaliyotolewa na tume unaweza kuibua maoni tofauti katika jamii, lakini pia taasisi nyingine ambazo wana interest au wanafaidika na uwepo wa Ngorongoro na maeneo yake naweza ukaleta maoni tofauti. Ni waombe wa Tanzania wenzangu kulipa kipaumbele suala la uendelevu wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro na maeneo mengine ya hifadhi. Ngorongoro ni almasi yetu Tanzania, ni mali yetu Tanzania, lakini pia ni urithi wa dunia. Wale wote wanaoleta maneno kwa faida zao, kwa wanayoyaona wao, sisi Ngorongoro Mungu ameishusha kwetu Tanzania. Kwa sasa haijafahamika ni kwa kiwango gani mapendekezo ya tume hiyo yatafanyiwa kazi, huku wadau mbalimbali wakisubiri kuona hatua zitakazochukuliwa na serikali kufuatia ripoti hiyo. Ronald Sonyo, BBC, Dodoma. Naam, asante Sonyo kwa taarifa hiyo. Mashirika ya misaada yanatahadharisha ukame wa muda mrefu umesababisha uhaba mkubwa wa chakula katika nchi kadhaa za Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na Kenya, Somalia, Ethiopia na kaskazini mwa Tanzania. Nchini Kenya kwa mfano, serikali imesema zaidi ya watu milioni 3 wanakabiliwa na njaa ya kiwango cha juu, hasa katika kaunti za kaskazini mwa nchi hiyo. Uhaba huu wa chakula umewaathiri watoto na watu wazima pamoja na mamia ya mifugo ambayo imekufa kwa kukosa maji na malisho ya kutosha. Sasa mwandishi wa BBC Samia Wami ametembelea kaunti ya Turkana, moja ya kaunti zilizoathiriwa na ukame, na kuandaa taarifa ifuatayo. Nilitembelea familia moja kusikia hali yao. Nikakuta wanawake 3 wamekaa chini ya mti wakipondaponda matunda mwitu. Matunda haya yana rangi ya kahawia na maganda yake ni magumu hivi. Ukubwa wake ni kama kokwa la parachichi. Wenyewe hawa wakaniambia kawaida matunda haya huliwa na wafugaji wakiwa wanachunga, lakini kwa sababu ya njaa, wanawake hawa wakaniambia matunda haya ndio yamekuwa chakula kikuu kwa familia hii na zingine kadhaa kijijini hapa. Tunakula hii mikoma kwa ajili ya njaa. Huyo ni Regina Ewute Lokupu, mmoja wa wanawake niliowakuta wakipondaponda matunda hayo. Chakula hakuna, maneno yetu hakuna, ni chakula ile na ile akaunti ile analetanga hakuna, makampuni yote hakuna. Tunakaa tu na njaa hivi. Tunaamua basi kula hii mikoma. Kwa jamii hii ya wafugaji, mifugo si ishara ya utajiri tu, bali ni maisha kabisa. Lakini wengi wamepoteza makumi ya mifugo yao, mbuzi, kondoo na ngamia. Na kwa sababu ya ukosefu wa malisho, wanaume wengi wenye nguvu imewabidi sasa kwenda nje ya nchi, katika nchi za jirani kama vile Uganda na Ethiopia, kwenda kutafuta malisho ya mifugo yao.
Nimekuja katika ghala ya chakula ya shirika la Msalaba Mwekundu la Kenya. Hapa nimekuta kuna maofisa wanapakia chakula katika gari tayari kwa ajili ya kupeleka kwa watu ambao wanahitaji zaidi, kama kilomita 160 hivi kutoka hapa. Hali ya ukame imeathiri kipande kikubwa katika kaunti yetu ya Turkana. Rukia Abubakar ni mratibu wa shirika la Msalaba Mwekundu katika kaunti ya Turkana. Anasema Msalaba Mwekundu linasambaza chakula kwa watu wenye uhitaji mkubwa, lakini mahitaji ni makubwa kuliko chakula kilichopo. Hatuna chakula ya kutosha, manake ile chakula ambayo tuko nayo ni kidogo, ambayo inatosha, inafikia watu 5,000 ambayo tumeanza kwa saizi kwa 770 ndio tunaendelea nayo. Hatutawafikia wote ambao wameathirika na njaa. Wadau wengine kama shirika la World Vision Kenya na lile la chakula la Umoja wa Mataifa World Food Program au WFP nao wanatoa msaada wa chakula pia kwa familia zilizoathirika. Serikali inasema na yenyewe itaanza kusambaza chakula hivi punde kwa watu na wanyama katika kaunti zilizoathirika zaidi. Wakati mvua zimeanza kunyesha hata maeneo mengi ambayo yamekuwa na ukame kwa muda mrefu, maafisa wa serikali wanaonya kwamba mvua hizi haziwezi kuleta ahueni mara moja. Kuna familia nyingi ambazo bado zitaendelea kuhitaji msaada na itachukua siku kadhaa hadi pale malisho ya mifugo yatakapoota kikamilifu. Jacobo Letosiro ni makamu mkurugenzi wa shirika linalodhibiti ukame nchini Kenya katika kaunti ya Turkana. Kuna watu zaidi ya 300,000 ambao wanahitaji msaada wa chakula ambaye ni ya dharura. Mvua ndio imeanza tu katika sehemu chache na pia katika sehemu mingi ya kaunti baada haijapata mvua. Huko kijijini bado watu wengi na mifugo yao wataendelea kutegemea matunda mwitu. Unaweza kusema ni ishara ya ustahimilivu, lakini kwa kweli unaweza pia kusema kwamba ni ishara ya kukosa kabisa namna nyingine kwa jamii hii. Hadi hapo baadaye ambapo mimea itaanza kumea ardhini, matunda haya ya mwitu yataendelea kuwa kimbilio pekee la chakula kwa jamii hizi. Samia Wami, BBC Turkana, kaskazini mwa Kenya. Na serikali ya Tanzania imezindua mpango wa kudhibiti ukame wa mwaka 2025 mpaka mwaka 2030. Na kama ulivyosikia kwa taarifa yake Samia Awami awali, basi mwenzangu Martha Saranga amezungumza na Fredi Mwanjali ambaye ni mkurugenzi wa idara ya maafa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu Tanzania. Kwa upande wa Tanzania, hususan maeneo ya kaskazini, ameelezea hali ikoje ikilinganishwa na miaka ya awali. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaona hali ya hatari kwa sababu kumekuwa na upungufu wa mvua zimekuwa chache, lakini pia kaskazini sio mara ya kwanza kukumbana na hiyo hali. Ni maeneo ambayo yanakumbwa na ukame mara kwa mara. Kwa tumekuwa na intervention nyingi ambazo zimekuwa zikisupport huko nyuma, kwa sababu yale maeneo watu wengi wanajihusisha sana na shughuli za ufugaji. Kwa hiyo shughuli za ufugaji wao hawajiweki sana kwenye kilimo. Kwa kunapotokea uhaba wa mvua, mara nyingi wanakumbwa na njaa cha kwanza, lakini pia ikienda mbali wanapata changamoto kwenye mifugo yao na wakati mwingine mifugo inakufa. Kwa sisi kama Msalaba Mwekundu, wajibu wetu ni kuhakikisha tunatoa elimu ya kutosha, kuwaambia kile kitu ambacho kimesemwa na mamlaka za hali ya hewa, kile ambacho wameweza kutabiri kwamba kutakuwa na 1, 2, 3 kutakuwa na uhaba wa mvua. Kwa ni wajibu wetu kutumia wale volunteer walioko kwenye mikoa kutoa hiyo elimu. Sasa kama ulivyogusia kwamba maeneo ya kaskazini mwa Tanzania hutegemea sana ufugaji na kilimo cha msimu, ni ripoti zipi za hivi karibuni mlizonazo kuhusu vifo vya mifugo, uhaba wa chakula na upatikanaji wa maji safi hasa kwa binadamu? Kwa sasa hivi sisi ripoti ambao huwa tunatumia kama kisaidizi cha serikali, mwisho wa siku huwa hatuendi mbali na serikali. Taifa letu kumekuwa na assessment ambayo huwa inafanywa na ripoti inatoka mwezi wa 12 kila mwaka, ambayo inafanya tathmini ya hali ya uhaba wa chakula na uwepo wa chakula kwa nchi nzima. Kwa wakishafanya hiyo tathmini, majibu, ile ripoti huwa inatoka mwezi wa 12. Kwa mwezi huu wa 12 imetoka na imeonyesha pia kutakuwa na upungufu wa chakula kwenye halmashauri hizo
za kaskazini ikiwa inaongozwa na Longido, lakini na Simanjiro ambazo mara kwa mara zimekuwa zinakumbana na hii changamoto. Kwa ripoti kubwa ambayo tunaitumia ni ile ya Munchari ambayo inatoka kila mwezi wa 12 wa mwaka. Haijalishi kuna uhaba au hakuna uhaba wa chakula. Kwa ni utaratibu ambao taifa limejiwekea kwa kutumia Wizara ya Kilimo kufanya hiyo tathmini ambayo inashirikisha wadau wengi, na sisi Chama cha Msalaba Mwekundu tukiwa sehemu ya wadau ambao wanashiriki kwenye hilo zoezi la kufanya hiyo tathmini ya hali ya chakula katika taifa. Serikali ya Tanzania imezindua mpango wa kudhibiti ukame mwaka 2025 mpaka 30. Shirika la Msalaba Mwekundu linashirikiana vipi na serikali katika utekelezaji wa mpango huu, na una tofauti gani na mipango iliyopita katika kukabiliana na majanga haya? Cha kwanza kabisa, kwenye mpango huu sisi ni wadau, ni kisaidizi cha serikali hasa kwenye masuala ya maafa, na serikali ilitushirikisha kwenye kuandaa huo mkakati. Lakini pia utofauti uliopo kati ya miaka ya nyuma na sasa ni kwamba serikali kwenye sheria yake ya maafa, sheria yake ya kukabiliana na maafa, imeweza kuanzisha kamati za kukabiliana na maafa toka ngazi ya kijiji mpaka ngazi ya taifa, na katika ngazi zote Chama cha Msalaba Mwekundu ni sehemu ya toka kwenye vijiji. Kwao tunajisikia fahari kuwa sehemu ya kuanzia ngazi za vijiji kule kwenye maamuzi na kuchakata mambo yote yanayoendelea na kushare ripoti zote zilizoko kule chini ili kuvuka ngazi ya juu na kwenda mpaka ngazi ya juu. Tunafahamu kwamba ukame hauikabili Tanzania pekee, bali ni janga la kikanda. Kenya, Somalia na Ethiopia. Kuna ushirikiano wowote wa kuvuka mipaka kati ya matawi ya shirika la Msalaba Mwekundu katika nchi hizi ili kudhibiti kuhamahama kwa watu na mifugo kunakosababishwa na ukame? Cha kwanza, kuna mashirikiano makubwa na hata miaka ya nyuma yamefanyika, lakini sisi kwa kupitia chama chetu mama cha Msalaba Mwekundu ambacho ni IFRC, ambacho kinaunganisha vyama vyote vya Msalaba Mwekundu duniani, tumekuwa na huu mchakato kwa haya mataifa mengi ya Afrika ambayo yanakumbana na huo mzozo. Kwa tumeshaanza majadiliano ambayo yanatazama huu mchakato wa upungufu wa chakula na uhaba wa chakula na ukame ambao unaendelea. Kwa tushafanya kikao cha kwanza, nadhani kutakuwa na vikao vingine ambazo vinaunganisha ni namna gani tutaweza kufanya rasilimali kuhakikisha tunaweza kusaidia haya mataifa yetu yaliyoko kwenye hizi nchi za Afrika ambazo zinakabiliana na hiyo hali, ambao hata miaka ya nyuma tuliweza kufanya hivyo na tukawa na apili ya pamoja. Kulikuwa na Kenya, kulikuwa na sisi, kulikuwa na Somalia. Kwa hiyo ilikuwa ni joint ya pili ambayo wote tunatumia hiyo platform kuweza kumobilize resource kuhakikisha tunasaidia jamii zetu ambazo zimekumbwa na hiyo hali, na tuliweza kusupply kuwasaidia watoto wadogo wanaokumbwa na utapia mlo, lakini tukaweza kutoa fedha ambazo zitasaidia zile jamii ziweze kupata mahitaji muhimu kwa kipindi kile ambacho walikuwa wanakumbana na changamoto. Fred Mwanjali ni mkurugenzi huyo wa idara ya maafa kutoka shirika la Msalaba Mwekundu nchini Tanzania, akitamatisha mazungumzo na mwenzangu Martha Saranga. Sasa siku ya figo ulimwenguni huadhimishwa kila mwaka ili kuelimisha watu juu ya umuhimu wa afya ya figo, hatari zinazohusiana, lakini pia na hatua za kuzuia. Ugonjwa ama maradhi ya figo mara nyingi hayazingatiwi kutokana na kutoonekana katika hatua za mwanzo. Kauli mbiu ya figo katika siku ya figo mwaka huu ni kwamba afya ya figo kwa wote, kujali watu na kulinda dunia. Lakini upi umuhimu wa afya ya figo? Awali nimezungumza na Daktari Jonathan Wala kutoka nchini Kenya. Kwa hii siku ya figo duniani ambayo tunaadhimisha kila Alhamisi ya pili ya mwezi wa 3, tunasherehekea kwamba figo zetu ingawa ziko kimya ni muhimu sana kwa afya. Lazima tuangalie kwamba figo zetu zinabaki kwa afya nzuri, kwa sababu zikianza kuharibika inachukua muda mrefu kabla hazijulikane kwamba zinaharibika, na wakati huo imechelewa sana kutibu kitu yote wakati tunajigundua kwamba kwa kweli figo iko na shida wakati unaanza kwa mgonjwa. Na katika maisha yetu ya kila siku, Dr. Wala, ni mambo gani ambayo ni hatari kwa afya ya figo ya binadamu lakini pia yanatakiwa kuepukwa? Wale watu ambao wako na shida ya figo, wengi wao ni kwa sababu ya vile vitu tunaita risk factors. Na hizo risk factors ni kama ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa pressure, kukuwa na shida zingine ambazo za kurithi, ugonjwa zingine za kurithi, alafu kuna ugonjwa zingine ambazo za muda mrefu kama za HIV ambazo zinaweza kusababisha shida ya figo kwa watu wengine. Vitu ambavyo ziko kwa mazingira yetu, zingine inaweza kuwa ni hewa tunapumua, inaweza kuwa vyakula tunakula, inaweza kuwa ni kuwa
kwa jua, kufanya kazi kwa jua kwa muda mrefu na kukauka mwili kila wakati, hivyo vyote vinaweza kuchangia kwamba kuna shida ya figo. Na mtu anapopata maradhi ya figo ama ugonjwa wa figo yanaweza kutibika vipi, na je, kuna njia ya kupunguza gharama za matibabu? Kwa sababu moja kati ya maradhi ambayo yamekuwa kilalamikiwa kwa kuwa na gharama za juu ni pamoja na maradhi haya ya figo pia. Ni kweli, hiyo ni swali njema, kwa sababu maradhi ya figo yakianza kuleta shida kwa mwili, wakati huo si rahisi kuwe mzuri tena. Endelea zaidi na zaidi mpaka mtu anafika wakati tunasema kuna kidney failure, wakati figo zinaweza kufanya kazi kabisa, ambapo anahitaji kutafuta njia ya kufanya hiyo kazi ya figo. Hiyo njia ni aina mbili, moja inaitwa dialysis, nyingine inaitwa transplant. Transplant ni kubadilisha figo, dialysis ni kusafisha damu. Na hiyo kwa wakati hizo mbili, transplant ni bora kushinda dialysis, lakini zote ziko na gharama kubwa. Ni bora kujaribu kuzuia ufa kushinda kujenga ukuta. Basi lazima uangalie mapema ya kujaribu kuzuia figo isitokee. Tunatambua kitu ya kwanza ambacho tunafanya ni tunatambua watu ambao wako na riski ya kupata shida ya figo. Hawa tumesema ni watu wako na ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa pressure, watu wengine wa maradhi ya joints ambayo inaitwa kama lupus, alafu watu wengine ambao wako na umri zaidi ya miaka 60, basi shida ya figo inaanza kuingia. Kwa hiyo hao tunawahimiza kwamba wafanye screening rahisi. Screening hiyo rahisi ni kupima mkojo, kuangalia kama kuna viini vinaitwa protein kwa mkojo ama kwa damu kwa mkojo, basi inaashiria kwamba kuna shida ya figo. Pili ni kupima pressure, kwa sababu wakati mtu ana shida ya figo, pressure inaanza kwenda juu, na pia pressure yenyewe inaweza kuharibu figo. Ya tatu ni kupima sukari, kwa sababu ugonjwa wa sukari unasababisha shida za figo. Sasa hizo vitu tatu ambavyo tunafanya. Kama kuna uwezekano kwamba kuna shida ya figo, tunaenda hatua moja zaidi ya kupima damu, kuangalia uchafu kwa damu, ambao ni test moja inaitwa creatinine, nyingine inaitwa urea. Hizo vitu tunapima kuhakikisha kwamba hauna. Kama hauna, basi lazima uangalie afya yako, ukuwe na hakikisha kwamba unakula chakula kizuri, chumvi ikuwe kiasi kwa jikoni, hakuna kupunguza chumvi kwa meza, ukuwe unakunywa maji ya kutosha, usitumie madawa kama za painkillers, madawa ya maumivu ambayo inaweza kusababisha shida ya figo, kwa mfano ibuprofen, diclofenac, vitu kama hizo. Sasa unaishi kwa afya mzuri. Lakini kama kuna shida ya figo imetambulika hapo mapema, basi siku hizi kuna madawa ya kisasa pamoja na hizi hatua za afya ambazo zinaweza kuzuia figo isiendelee kuwa mbaya zaidi, na hata zingine zinaweza kusababisha figo kuanza kuwa nzuri kidogo kushinda pale tulikupata. Nam, huyo ni Daktari Jonathan Wala akizungumzia masuala hayo ya figo. Sasa mwanafunzi mmoja amethibitishwa kufariki huku wengine 10 wakijeruhiwa baada ya kutumbukia kwenye tanki la maji taka katika shule moja huko Kapsabet. Kapsabet iko magharibi mwa Kenya. Sasa wanafunzi waliojeruhiwa walikimbizwa katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kapsabet kwa matibabu zaidi. Na Robert Kipto. Kwa mujibu wa afisa mkuu katika hospitali ya rufaa ya Kapsabet, mwanafunzi mmoja alifariki mara tu alipofikishwa hospitalini. Rais wa Kenya William Ruto, ambaye alikuwa ziarani mjini Kapsabet, alifanya ziara ya ghafla katika shule hiyo ya watoto wenye mahitaji maalum ili kuwafariji wanafunzi hao, walimu na wazazi wa shule hiyo kufuatia ajali hiyo. Najua kuna wanafunzi hapa walikuja kutuangalia na kutukaribisha katika sehemu hii. Poleni kwa ile ajali kidogo imetokea hapa. Tutashughulika na hiyo maneno, lakini nimepata nafasi pia ya kuwatembelea, na serikali ya Kenya imefanya ile kazi imefanya hapa. Na kwa sababu nimefika hapa, nataka kusema pole sana kwa wale watoto walipata ajali, na county government na wale wengine wote watashughulika na hiyo kazi. Lakini hata mbali na hiyo, pia tumepata nafasi ya kuangalia shule yenu, na najua ya kwamba hapa mnahitaji mahitaji kiasi na mwalimu, kwa sababu sasa mimi nimefika hapa, nitakuachia shilingi milioni 5. Tukio hilo sasa limeibua wasiwasi kuhusu usalama wa wanafunzi shuleni, na kwa mujibu wa afisa mkuu wa elimu katika eneo hilo, utawala umeimarisha juhudi zake ili kuhakikisha kuwa wanafunzi waliosalia wanatunzwa ipasavyo na maeneo hatarishi yamefanyiwa karabati ili yawe salama kwa wanafunzi wote. Wizara ya elimu nchini Kenya imesema kuwa wanafunzi waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu na hali yao inaendelea kuimarika. Ripoti zinasema kuwa wanafunzi
11 wa shule hiyo ya watoto wenye mahitaji maalum walitumbukia katika shimo moja la maji taka wakati walipokuwa wakitizama msafara wa Rais Ruto ukipita karibu na shule yao wakielekea katika shule jirani ya wasichana ya Kapsabet. Maafisa wa uokozi, walimu, polisi na wakazi wa eneo hilo walifika katika eneo hilo mara moja na kuanza shughuli ya kuokoa wanafunzi hao kutoka kwa shimo hilo la maji taka. Walioshuhudia wanasema kuwa wanafunzi hao walipiga makelele pindi tu shimo hilo lilipoporomoka, hali iliyowafanya walimu kufika hapo mara moja na kuitisha msaada wa kuwaokoa. Kufuatia ajali hiyo, Wizara ya Elimu nchini Kenya imetoa wito kwa wasimamizi wote wa shule nchini kufanya ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa vifaa vyote viko salama kwa wanafunzi ili kuzuia matukio kama hayo. Naam, asante Robert Kipto kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kwa taarifa nyingine unaweza kutembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook, Instagram, tuko pia TikTok, lakini pia na X zamani Twitter, BBC Swahili. Na tamati ya matangazo haya Dira ya Dunia ni mwanzo wa matangazo mengine. Msimamizi wa matangazo haya amekuwa ni Nasteha Mohamed, mahariri Robert Kipto. Fundi mitambo Nairobi amekuwa ni Mubarak Abdalla, hapa Dar es Salaam ni Jessica Pelembela. Mimi naitwa Skola Kisanga, mwenzangu ni Phyllis Mwate. Kwa sasa tunasema asante na usiku mwema.